Karibu katika sehemu ya pili ya hadithi yetu ya vita ya urithi. Tunaendelea. Ukumbi wote ulikuwa kimya kama kaburi. Macho ya kila mtu yalikuwa yameelekezwa kwa mzee huyu aliyesimama kwa ujasiri mbele yangu. Uso wake ulikuwa umechoka, lakini macho yake yalibeba uzito wa siri nzito. Nikimtazama kwa makini na kumuuliza, "Wewe ni nani, mzee? Na unaleta ujumbe gani wa mababu?" Mzee alisogea mbele taratibu, akiinama kwa heshima, kisha akatulia kwa muda, kana kwamba alikuwa anasikiliza sauti zisizoonekana. Kisha akapaza sauti yake kwa upole, lakini kwa nguvu ya ajabu. "Mfalme Haruni, usingoje siku ifike na haujaujua ukweli. Ufalme wa Zanura unashikiliwa na mizizi ya zamani, na unabii wa kale unaonya juu ya migogoro inayotaka kufumuka. Usipochagua mrithi wa busara, damu itamwagika ndani ya kuta za jumba lako." Moyo wangu uligonga kwa nguvu ndani ya kifua changu. Nilimtazama mzee huyo kwa mshangao, lakini kabla sijasema neno lolote akaendelea, "Mmoja wa wake zako atavuka mipaka kwa tamaa yake ya utawala, na kwa mikono yake damu ya kifalme itatiririka. Ulimwengu utashuhudia maangamizi, na laana ya mababu haitafutika hadi haki ipatikane." Kilichotokea baada ya hayo kilikuwa ni kama radi iliyopiga katikati ya jumba langu la kifalme. Watu walihamaki, minong'ono ikaanza kupanda. Niliwaangalia wake zangu. Malkia Safina alibana taya kwa wasiwasi, huku Malkia Amina akishika kifua chake kwa hofu. Nilisimama kwa ukali na kusema, "Hili ni onyo la kutisha. Lakini ni nani aliyekusudiwa kwenye maneno yako?" Mzee wa unabii alitingisha kichwa. "Mfalme Haruni, nimezungumza kile nilichoambiwa. Ni juu yako mfalme kuona dalili kabla haujachelewa." Alipomaliza kusema hayo yule mzee, upepo mkali uliingia ghafla ndani ya ukumbi, ukizima baadhi ya mienge. Watu wakashikwa na hofu, wengine wakimwona kama mchawi. Lakini kabla mtu yoyote hajamuuliza swali lingine, mzee huyo aligeuka na kutoka nje ya ukumbi, akitoweka gizani kama vile hakuwa amekuwepo kabisa. Malkia Safina alicheka kwa kejeli. Akaongea na kunambia, "Mfalme wangu, kweli utasikiliza maneno ya wazee waliokosa akili? Hizi ni hadithi tu za kutisha, zisizo na maana kabisa katika ufalme wako." Lakini Malkia Amina alikuwa na hofu sana. Akasema, "Mfalme wangu, labda huu ujumbe ni wa kweli. Unapaswa kuwa makini na maamuzi yako." Nilikaa kimya kwa muda mrefu nikitafakari. Je, huu ulikuwa unabii wa kweli au maneno ya kutia hofu tu? Kilichohakika ni kwamba giza lilikuwa limeanza kuingia kwenye kuta za jumba langu, na sikujua nani alikuwa tayari kumwaga damu ili kushinda vita ya urithi. Huu ndio mwisho wa sehemu yetu ya pili. Je, nini kitaendelea katika sehemu ya 3? Tafadhali usikose sehemu ya 3.